Naam, kulikuwa na utabiri kwamba gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya atashikwa. Na utabiri huu uliweza kutokea siku chache bwana Riggy G na Kalonzo Musyoka wenyewe wakiweza kuweka wazi kwa umma kwamba kulikuwa na mpango wa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia kushikwa. Unahisi kwamba kuna mtu katika serikali ambaye anavuja siri ya serikali kwa wapinzani wa serikali? Na ni kwa nini gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameweza kushikwa? Kwa siku za hivi punde, serikali imeonekana kuwatumia sheria ghali dhidi ya wapinzani wake. Wengine wakizuiliwa kwenye mataifa jirani ikiwemo Tanzania. Tumemwona Martha Karua akizuiliwa kule, na wengi wamekashifu jambo hilo wakisema kwamba ilikuwa jambo la kisiasa, kwani Samia Suluhu ni mwandani wa Rais Ruto. Natembeya baada ya kushikwa alifikishwa mjini Nairobi kwenye jengo la EACC makao makuu, ambako uchunguzi fulani unasemekana kwamba utakuwa unaendezwa dhidi yake. Baadhi ya vitu ambavyo vinasemekana kuhusiana na George Natembeya ni kwamba kuna karibia shilingi bilioni 1 ambazo zimepotea ghafla kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Wengi wanasema kwamba haya ni masuala tu ya siasa. Bwana Ruto anawapiga wapinzani wake vyovyote vile. Tuliona kwamba bwana Riggy G alipokuwa kibuni chama chake cha kuwasikiza wananchi wa Kenya aliweza kuvamiwa, na mwenyewe hapo jana akasema kwamba kulikuwa na mpango kwamba apuliziwe dawa ambayo itamfanya aweze kuugua kwa miezi mitatu na kisha baadaye aweze kuiaga dunia. Swali zito: ni kwa nini serikali isiwadhibiti wapinzani wake kwa njia ambayo inastahili, badala ya kutumia sheria ghali na kutumia polisi kwa njia mbaya? Je, polisi ni tume huru au wanaendeshwa na serikali? Haya ni baadhi ya maswali ambapo Wakenya wamekuwa kiulizana na hamna mtu ambaye anawapatia majibu. Kwenye kanda hii ya video ambao unatazama, these are hungry protesters. Wameweza kugadhabishwa mno na kisa ambacho kimeweza kutokea pale Trans Nzoia, nyumbani kwa gavana George Natembeya pale Milimani, ambako kulikuwa na vurugu pale awali. Picha hizo nitakuwa na kuchezea hapa muda usiokuwa mrefu. Vijana wameweza kugadhabishwa na tabia hii ya serikali, na wanasema kwamba wataweza kuandamana na kuweza kuhakikisha kwamba kiongozi kutoka mkoa wa Magharibi George Natembeya ataweza kuachiliwa, wapende wasipende. Kwenye video tunaona kwamba barabara tayari zimeanza kufungwa, waandamanaji they are protesting all over. Je, serikali itatumia ubabe wake na kuitumia tume ya polisi vibaya tena kuweza kuwatawanyisha waandamanaji hawa? Kwenye video hii utaona polisi wakijaribu tu kufungua baadhi ya barabara. Naam, inasemekana kwamba serikali ina mpango wa kuwadhibiti wapinzani wake kwa njia ya kuwatia aibu. Kulingana na Kalonzo Musyoka, kinara wa Wiper na aliyewahi kuwa naibu rais, alisema kwamba kwenye mkutano ambao alikuwa ameandaa pale mjini Mombasa, alisema kwamba serikali na mpango wa kumtia aibu George Natembeya kwa kumshika, na watatumia zile mbinu za frustration process ambazo zitamfanya at least aweze kupoteza wafuasi. Hatujui kama watafaulu, ila letu ni jicho, kwa maana sasa hivi kusema ukweli upinzani una nguvu zaidi kushinda serikali. Na upinzani tunamzungumzia bwana Riggy G, tunamzungumzia bwana Natembeya, tunamzungumzia kijana kutoka Mumias Peter Salasya.
Hawa ndio wapinzani ambao wamejitokeza na kuonyesha umahiri wao kwa njia ya ubabe sana. Na wote hawa tayari wameshatembea kwenye mikono ya serikali. Tumemwona Peter Salasya akishikwa juzi, akiwa frustrated, akiwa hunted down. Tumemwona akisumbuliwa sana na polisi. Riggy G vile vile, baada ya kubuni chama chake, Riggy G hajapata fursa ya kulala kwake nyumbani. Hajapata fursa ya kukaa hata kwenye boma lake la Karen. Na wengi wanasema kwamba amekuwa akikwepa mtego wa polisi kutumia gari aina ya Probox. Ila bwana Natembeya ambaye ni the commander of Western Unity, yeye alitumiwa barua kwamba siku ya Jumatatu maafisa wa tume ya EACC watakuwa wanazuru pale nyumbani kwake kufanya upelelezi. Naam, mtazamaji wa Shims Media, wewe unahisi kwamba serikali na mbinu zake za kuweza kuwatumia vibaya maafisa wa polisi watafaulu? Ikumbukwe, kwa wale ambao mnaweza mkakumbuka vizuri sana, 2018, 2019, 2020 na 2021, kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, rais wa sasa alikuwa naibu wa rais, na wakati ule aliweza kupokea the true frustration. Aliweza kugadhabishwa vibaya na hawa maafisa wa polisi, wengine wakitolewa kwenye ulinzi wake, wengine wakipunguzwa kutoka kwenye kikosi cha ulinzi wake. Na yeye mwenyewe akasema kwamba atakapochukua serikali hata watumia maafisa wa polisi vibaya. Hatujui kinachoendelea, kwa sababu he promised, akasema atakapoingia ofisini hata tumia polisi vibaya. Swali kuu kwa Rais William Ruto ni kwa nini unatumia ubavu kuwanyanyasa wapinzani wako through frustration?